kutoka kitabuni, kutokuwa na vipaumbele kunakwamisha mafanikio yako. Karibu kwenye somo la kutoka kitabu cha Falsafa ya Maisha ya Mafanikio, somo kuhusu vipaumbele, ukurasa wa 78 mpaka 85. Na hili somo muhimu sana kwa sababu ili ufanikiwe kuna mambo mengi ambayo tunayafanya, tunahangaika nayo, lakini kuna mambo machache sana ambayo ndio ya msingi, na hayo ndio tunapaswa kupa kipaumbele ili tuweze kufanikiwa. Kwenye somo cha maarifa, tuna vipaumbele vikubwa vitatu ambavyo ndio mwongozo wetu: afya, utajiri, hekima. Sasa hayo ndio ambayo tunapaswa tuwape uzito, lakini watu wengi tunahangaika na vitu vingi alafu vinatukwamisha. Kwa hiyo somo hili kuna njia 5 za kuweka kipaumbele ambazo nataka tujifunze, na utasoma kwenye kitabu na utakuwa ukifanya kazi utaanza kupiga hatua. Ya kwanza ni kuwa na orodha mbili. Sawa. Tumezoea kuwa na to do list. Kuwa na orodha ya mambo ya kufanya. Lakini mara nyingi sana kuna mambo unaweka kwenye orodha ambayo hupaswi kuyafanya. Kwa hiyo kuepuka hilo, kuwa na orodha mbili. Kuwa na to do list na no to do list. Orodha ya mambo ya kufanya na orodha ya mambo ya kuto kufanya. Na ukishaje jambo ni orodha ya mambo ya kuto kufanya, usifanye kabisa. Kwa mfano, unaweza orodha ya kwamba nataka nisome, ni wasiana na wateja, niweke mpango. Alafu katikati uko ukajikuta unatumia mtandao wa kijamii. Sasa ili kuzuia usitumie mtandao wa kijamii, kwenye orodha ya mambo ya kuto kufanya andika kutotumia mtandao wa kijamii. Ukishakanya hiyo orodha usifanye. Kwa hiyo ukiweka orodha ya mambo ya kuto kufanya, automatically utajikuta unafanya unapanga kwa sababu umeshasema kwamba hili jambo sitalifanya. 2, matendo na malengo. Sawa. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unaweka vipaumbele, unachukua hatua. Sawa. Unaangalia kile ulichokipanga na ulichofanya. Map. Ulipanga nini na umefanya nini? Sawa. Yale ambayo umepanga alafu hujafanya, achana nayo. Hayo yanakukwamisha kabisa. Lakini jambo la 3, makundi 4 ya vipaumbele. Vipaumbele pia vinakuwa vinaweza vikawa vingi kiasi kwamba havina maana yote. Kwa hiyo unatakiwa ugawe katika makundi. Mambo tunafanya gawe makundi 4, ambako kundi la kwanza ni mambo muhimu na haraka. Urgent and important, mambo muhimu na haraka kufanya. Hilo ndio kundi la juu. Sasa alafu kundi la pili kuna mambo ambayo ni muhimu lakini sio haraka. Haya unapaswa kufanya lakini hayana uharaka sana. Kipaumbele cha pili. Kundi la 3 ni mambo ambayo ni haraka lakini sio muhimu. Sawa. Sasa ndio yanaweza kupressure kufanya lakini hana umuhimu wote. Kundi la 3 hilo. Na kundi la 4 mambo ambayo sio haraka na sio muhimu. Yaani wanatakuwa achana nayo kabisa yani, lakini watu wanahangaika nayo. Kwa hiyo ukigawa mambo yako hapo, jiulize, je, hili ni muhimu? Je, ni haraka? Sawa. Alafu chukua anza na muhimu kwanza, muhimu na haraka, muhimu sio haraka, alafu ndio uje kwenye haraka sio muhimu, achana na ambayo sio haraka na wala sio muhimu. 4, hapana kama sentensi kamili. Unajua mambo unaweza kuweka vipaumbele vyako alafu mtu anakuja na mapendekezo yake, kuja na kitu alafu unajikuta unamwambia ndio, unaharibu vipaumbele vyako. Rafiki, unapata sasa kwamba hapana ni sentensi iliyokamilika. Yaani kama kuna kitu ambacho unataka kufanya au ukifanya kinavuruga vipaumbele vyako, sema hapana basi. Usianze kujieleza. Sasa utafikiria sana, nikimwambia hapana kwa sababu nianze kutoa sababu. Ndio tukomesha kusema hapana ni kwamba utasema sababu. Hapana kwa sababu hapana afu natulia. Ni sentensi iliyo yani tunataka hapana ni neno sentensi. Unaweza kufanya hiyo hapana. Basi. Akuulize kwa nini hapana? Yaani uitenda kujieleza. Ni kwamba ni hapana basi. Ukiweza kutumia hapana, ukawa sio kutumia hapana maneno mengi, utalinda mambo yako na utafanya mambo ambayo ni makubwa sana kwenye safari yako ya mafanikio. Namba 5, unakufa leo. Unajua tunafanya tuseme vipaumbele sababu tunaona kama tutaishi. Yaani tunaona tuna muda sana. Na bado nina muda ni. Unajiambia tu kesho nitafanya, kesho kutwa. Nani kakwambia kesho utakuwepo wewe? Nani kakwambia kesho utakuwepo? Nani kakwambia kitendo utakuwepo? Ukijichukulia kwamba leo ndio mwisho, huna tena kesho, huna tena siku nyingine, utalazimika kufanya. Ukijua kwamba kesho hakuna hicho kitu au mwisho wa hicho kitu ni leo, utafanya, si ndio? Sasa kwa nini usiishi maisha yako kwamba kila kitu ni mwisho? Leo ndo tarehe ya mwisho kufanya, leo muda wa mwisho kufanya kitu, alafu ufanye. Utakuwa vipaumbele vizuri ambavyo vitakusaidia kupiga hatua. Kwa hiyo rafiki, nenda kitabu cha Falsafa ya Maisha ya Mafanikio au Kisoma cha Maarifa, ukurasa 78 mpaka 85, na uende ukasome namna ya kuweka vipaumbele. Kisha iwe kwenye maisha yako. Weka vipaumbele vyako na usikubali jambo lolote livuruge vipaumbele ambavyo umejiwekea.
Hivi ndivyo ambavyo utaweza kufanya makubwa katika muda mchache uliokuwa nao. Na Seneca amewahi kusema, tatizo la muda sio kwamba tunao ni mdogo, ila tunao mwingi sana mpaka tunaupoteza. Usipoteze muda wako leo. Kasome kitabu hiki, kiweke kwenye matendo na upige hatua ambazo ni kubwa sana. Asante na ukae na siku bora.